Serikali yatenga shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji itakayosaidia uendeshaji na ukuaji wa kampuni changa za TEHAMA. Na katika michezo, mchezaji wa zamani wa timu ya Tanzania Taifa Stars na vilabu vya Simba, Yanga na Azam, Mrisho Ngasa ameahidi kuendeleza vijana wenye vipaji vya kucheza mpira wa miguu. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema hadi kufikia Januari mwaka huu serikali kupitia wizara hiyo imetenga shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji itakayosaidia uendeshaji na ukuaji wa kampuni changa hapa nchini. Akizungumza kuhusu ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya siku 100 baada ya kuingia madarakani ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa biashara ndogo na za kati na kampuni changa, Waziri Kairuki amesema fedha hizo zimetolewa kwa kampuni changa 50 zitakazokuwa zimekidhi vigezo. Hatua hii ya kuanzisha mfuko wa kitaifa wa uwezeshaji wa kampuni changa utasaidia sana pindi utakapokamilika vijana kuweza kuanzisha biashara zao, kuweza kupata mitaji, kuweza kuboresha bidhaa na huduma wanazozitoa, lakini vile vile kuwawezesha kuweza kufikia soko kwa haraka zaidi. Wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeanza pia taratibu za uanzishwaji au utungwaji wa sera ya kampuni changa ya mwaka 2026 au Startup Policy for the year 2026, ambapo katika kipindi cha siku 100 Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na wadau wa ekolojia ya kampuni changa imekamilisha kuandaa rasimu ya sera inayopendekezwa kwa ajili ya kampuni changa na kuanza taratibu za kuidhinisha ndani ya serikali. Aidha, Waziri Kairuki amesema serikali inaendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi sahihi ya mitandao. Hakuna mtu yote anayetakiwa kutwezwa utu wake, kudhalilishwa, kutukanwa, kusemewa habari za uongo, kuwekewa habari za uchochezi na masuala mengine kadha wa kadha. Nipende tu kusema kwamba kama serikali tuko macho na tumekuwa tukiendelea kuchukua hatua kuhakikisha tunakomesha tendo vya aina hii. Kuhusu gharama za vifurushi vya internet, Kairuki amesema serikali inaendelea kusimamia na kuimarisha ushindani wa haki ili kuwepo na vifurushi vya gharama nafuu ambavyo wananchi wote wanaweza kumudu kwa lengo la kuhakikisha upatikanaji wa huduma za mtandao kwa wananchi wote. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM kikitimiza miaka 49 tangu kuzaliwa kwake. Ni miaka ambayo inaelezwa kuwa na mafanikio katika nyanja za kiuchumi, kimaendeleo na kijamii. Chama hicho kimewataka wanawake, vijana na makundi maalum kuchangamkia fursa za mikopo inayotolewa na serikali ili kujikwamua kiuchumi. Kata ya Mande, wilaya Nyamagana, mkoani Mwanza kumenoga. Wafuasi wa CCM wakisherehekea mafanikio ya miaka 49 baada ya chama hicho kuzaliwa na hatimaye kuandika historia ya kutekeleza na kusimamia miradi ya maendeleo nchini kwa ufanisi uliotukuka. Katika kipindi hicho kuanzia Februari 5 mwaka 1977, fursa mbalimbali zikiwemo za kiuchumi zimefunguliwa kwa wananchi wakiwemo vijana, zikihusu ujenzi wa masoko ya kisasa, vituo vya mabasi, sekta ya usafiri na nyinginezo. Peter Bega ni mwenyekiti wa CCM wilaya ya Nyamagana anayeweka bayana ukweli wa mafanikio hayo. Njia ya lami hapa itajengwa. Umeme sasa hivi ilikuwa ni historia, kila siku unakata, watu hawawezi kufanya biashara. Sasa hivi umeme upo uhakika. Kinachoendelea sasa, chanzo cha maji kimekwisha kamilika, matenki makubwa mawili. Lengo la fursa hizo kufunguliwa ilikuwa ni kufungua uwanda mpana wa kibiashara kwa wananchi, hususan vijana, ili kuyawezesha makundi hayo kupata masoko kupitia mikopo ya vikundi inayotolewa na halmashauri. Hakuna atakayeleta mshikamano tofauti na sisi wenyewe wana Nyamagana. Tuendeleze mshikamano, tuendeleze kutoa ushirikiano kwa viongozi wetu. Kiongozi yeyote mwenye changamoto kama analeta mambo ndivyo sivyo,
chama kitamshughulikia. Katika kutambua umuhimu wa CCM kwa maslahi mapana ya taifa, mkazi wa Igelegele kata ya Maina Godiliva Joseph amekichangia chama hicho eneo la ujenzi wa ofisi. Ofisi ya chama walikuwa wamepanga sehemu ya ajabu, na mimi nikawa na eneo ambalo niliona kwa kweli kuliko libaki tu bora nitoe kama zawadi kwa chama changu pamoja na Chama cha Mapinduzi. Binafsi kwa kweli sina cha kusema zaidi ya asante kwa huyu mama, ametoa zawadi hii kwenye serikali ya mtaa ambapo tulikuwa tu hata sehemu hata mita moja ya kutunza hata taka. Kupitia maadhimisho hayo, Chama cha Mapinduzi vile kimemwagiza mkuu wa wilaya Nyamagana Amina Makilagi na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji Kiomoni Kibamba kutatua changamoto ya ubovu wa barabara, hasa kwa kuzibua mitaro inayodaiwa kuhatarisha afya. Mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa kutoka mkoa wa Mbeya, Mnekindele Mwaselela, amewataka viongozi waliopewa dhamana ya kusimamia ilani ya chama hicho kuwawajibisha watu wasiokuwa waadilifu na wezi wa mali za umma ili kujenga imani kwa wananchi. Ndele ametoa maagizo hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi yaliyofanyika wilaya ya Mbeya na Mbeya mjini, ambapo amesema iwapo viongozi waliopewa dhamana watawashughulikia wabadhirifu na wasiokuwa waadilifu kazini, itajenga imani kwa wananchi na kuondoa chuki dhidi ya serikali na chama kwa ujumla. Swala la kumuonea mwananchi hatukupa pamoja. Lazima mwananchi apewe kipaumbele na lazima tushughulike na shida za wananchi bila kuoneana haya. Hata kama ni rafiki yetu, tumwambie kwenye hili hapana, sisi tuendelee kujenga chama ambacho ni imara. CCM imekataza kwenye malengo namba 16 dhuluma, uonevu na rushwa, imekataza iko hapo. Kwa upande wao, baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wameeleza kuhusu uhai wa chama hicho na maendeleo yaliyofikiwa tangu kuanzishwa kwake Februari 5 mwaka 1977. Wahakikishie wale wote ambao ni viongozi walioko serikalini si waadilifu, chama hiki hakitakuwa na msalia mtume. Sisi kama viongozi wa chama, sisi vijana, kwa ngazi yangu, wale ambao ninaweza kuwawajibisha watawajibika. Jivunia kwa sababu ni misingi ile ile kwamba kila kiongozi anayepita kuna maendeleo anayafanya kwa kuzingatia kanuni ya chama na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka viongozi katika ngazi ya vitongoji na vijiji mkoani humo kutumia vizuri majukwaa ya mikutano ya hadhara kuhamasisha wananchi katika maeneo yao kuchangamkia zoezi la kujiandikisha na kujiunga na mpango wa bima ya afya kwa wote, akisisitiza kuwa mpango huo utasaidia kuwapunguzia wananchi mzigo wa gharama za matibabu wakati wote wanapohitaji huduma za afya. Ametoa maagizo hayo wakati akikagua miradi ya afya katika halmashauri ya wilaya ya Iringa. Harry James amesema mpango wa bima ya afya kwa wote ni nguzo muhimu ya ustawi wa jamii, kwani unalenga kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma za afya kwa wakati, kwa gharama nafuu na bila vikwazo, hivyo kuchangia kupunguza vifo vinavyotokana na kuchelewa kupata matibabu. Kwa hiyo niwaombe wenye viti wangu wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, waheshimiwa madiwani, viongozi na watendaji wetu wa ngazi zote wahakikishe wanatimiza wajibu wao wa kuwahamasisha wananchi na kuwasogeza wataalamu kutoa elimu kwa wananchi. Wananchi waelewe umuhimu wa bima na tija ya bima, ili mwisho wa siku kila mwananchi kwenye wilaya yetu ya Iringa, kwenye kijiji chetu cha Magubike, kwenye kata yetu ya Nzihi, kila mwananchi awe na bima ya afya. Mkipata bima ya afya, huwazi mambo ya pesa. Unalipa mara moja, unatimiwa mwaka mzima. Kwa upande wake, mwenyekiti kijiji cha Magubike Abraham Luvanda amesema serikali ya awamu ya 6 imefanikisha kujenga zahanati kijijini hapo na hivyo kuwa na msaada mkubwa kwao, huku baadhi ya wananchi wakielezea jinsi walivyopokea suala zima la bima ya afya kwa wote. Bila wivu, bila kinyongo, kwa kwetu mpongeze mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutukumbuka kwa jicho la tatu, maana kama kidonda ndugu kimeshatoka. Tumepokea vizuri. Unatusaidia sana kwa sababu sisi na watoto kama hivi, mama ukizaa ukiwa na familia au wazazi, inakusaidia ukilipia, hata ukiuma ukienda hospitali haina usumbufu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa.
misitu na wanyamapori nchini zimeagizwa kupima na kuweka alama katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa maliasili za nchi mkoani Songwe ili kuepuka uvamizi na shughuli za kibinadamu zinazosababisha uharibifu wa mazingira. Mkoa wa Songwe ni mkoa ambao awali unatajwa kuwa na misitu mingi ya asili ambayo imehifadhiwa kisheria, lakini misitu hiyo inadaiwa kuendelea kuharibiwa vibaya na uvamizi wa shughuli za kibinadamu. Uongozi wa mkoa huo umeandaa jukwaa la wadau wa mazingira ili kuona namna ya kuinusuru, jukwaa ambalo limeongozwa na mkuu wa mkoa huo Jabiri Omari Makame na kuazimia haya. Misitu yote ambayo haina alama kiasi kwamba haifahamiki kwamba misitu hii inaishia wapi, aidha iwe misitu ya vijiji, iwe misitu ya halmashauri, iwe misitu inayomilikiwa na TFS au mapori yetu ya akiba, ni wajibu wetu kama serikali kuhakikisha kwamba tunaweka alama. Kote huko kuna viongozi wa mamlaka ya serikali. Kwa nini tunaacha uvamizi unafanyika katika misitu yetu? Jukwaa hili pia limezitaka mamlaka zinazohusika na usimamizi wa misitu na wanyamapori nchini kuwaondoa wavamizi wanaofanya shughuli za kibinadamu ikiwemo uchimbaji wa madini, ufugaji, kilimo na makazi kwenye misitu iliyohifadhiwa kisheria ili kuinusuru isipotee. Uandaliwe mkakati wa kuweza kuondoa watu wote ambao wamevamia kwenye misitu yetu ya hifadhi, ili mradi tu kwamba ni msitu wa hifadhi ambao aidha kijiji kilikubaliana, halmashauri ilikubaliana, umetambulika kwa mujibu wa sheria. Waliovamia wote ni jambo ambalo halikubaliki. Na haya ni baadhi tu ya mapendekezo ambayo yametolewa na wadau wa mazingira. Kama itakupendeza, waandikie barua vijiji vyote na kata zote wasitishe utaratibu wa kupanua mashamba bila kufuata utaratibu. Sasa hivi kuna kampeni ya maneno kusema maharage yanakubali sana kwenye milima. Mlima unaanza kushambuliwa tangu chini hadi kwenye kilele. Watu wa TFS wajikite sana kwenye kutoa elimu. Misitu imeharibiwa na wao wakiwepo. Kutoka mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Shirikisho la wachimba madini Tanzania limesema kuwa hatua ya serikali kuuza madini ya dhahabu ni jambo jema, kwani imekuwa ikiyanunua madini hayo moja kwa moja kutoka kwa wachimbaji wadogo. Wamesema kuwa uamuzi huo unaaminika kuleta manufaa makubwa kwa uchumi wa taifa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu wa kamati ya siasa, uenezi na mahusiano wa shirika la wachimba madini Tanzania, Messi Chengula, amesema kuwa hivi karibuni serikali ilitangaza mpango wa kununua madini ya dhahabu kutoka kwa wachimbaji, hivyo kuuza madini hayo hakutakuwa na athari yoyote kwa taifa, bali kutachochea maendeleo ya sekta ya madini. Nchi naposema inataka iuze sehemu ya dhahabu, mimi kwangu ninaona ni hatua kubwa, kwa sababu dhahabu sisi tunayo. Kuna wakati dola inaweza kapotea, lakini sisi tukiwa na fedha ndani, na kwa sababu dhahabu sisi ni kama zao tunalolima, inakuwa ni rahisi kununua. Sasa tukijaza dhahabu BOT ikajaa na dhahabu inaendelea kutoka. Katika hatua nyingine, Chengula ambaye ni balozi wa amani amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani iliyopo kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Amesema shirikisho hilo limekuja na kauli mbiu isemayo tafuteni amani kwa watu wote, akisisitiza kuwa amani ni msingi wa maendeleo ya taifa. Serikali kuja na tume ya maridhiano ni kitu kizuri, na ndio maana nimeanza mwanzo kwamba amani haiji, amani inatafutwa, na kila mtu akiwa na juhudi ya kutafuta amani ndio amani yenyewe inavyokuja. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Na sasa ni katika ngwe ya michezo ambako tunaelezwa mchezaji wa zamani wa timu ya Tanzania Taifa Stars na vilabu vya Yanga, Simba na Azam, Mrisho Ngasa ameahidi kuwachukua vijana wenye vipaji vya kucheza mpira wa miguu kwa lengo la kuwaendeleza katika kituo chake cha kukuza vipaji. Ngasa ametoa ahadi hiyo wakati wa uzinduzi wa mashindano ya mpira wa miguu yanayojulikana kama Wireless Super Cup yanayofanyika katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, ambapo timu 24 zinashiriki. Mr. Frank nimeongea naye kwa muda mrefu, akasema kwamba nitakuwa nakuja mara kwa mara kuangalia wachezaji ili kuweza kuwachukua kwa wachezaji baadhi kwenda mjini, kwenda kuwapeleka Enjoy Soccer, kwenda kuwafundisha zaidi na waweze kupata riziki kupitia mpira. Ligi yetu hii
Tuna jumla ya timu 24 ambazo tunayo makundi manne. Sasa makundi hayo tunatamani tupate burudani nzuri kabisa, tupate wachezaji wazuri, tupate vipaji vizuri, ili mwisho wa siku iwe furaha na au malengo ya mashindano yetu yaweze kujidhihirisha. Kwa upande wa zawadi, tunazo zawadi nyingi sana. Naamini wadau wako hapa mbali, wako hapa wametoka sehemu mbalimbali, wamekuja kuona vipaji. Naamini wachezaji wengi watatoka hapa na wataonekana katika ligi mbalimbali za ligi daraja 3. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopamba mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.